Kwenye peji yetu hii ya mauzo, tukianza na hichi kipengele cha juu kabisa kinatuonesha mapato, madeni na yale mauzo ambayo tumeyasevu, lakini labda bado mtu hajaja kuchukua bidhaa au mtu amepita tu akatoa oda yake lakini bado hajalipia wala kuja kuchukua bidhaa yoyote. Sasa tukienda hapa tunaweza kutafuta mauzo aidha kwa jina la mteja au kwa kumbukumbu namba, yote tunaweza kutumia kutafuta mauzo. Hapa tuna mauzo yalokamilika, tukibonyeza hapa itatuonesha mauzo ambayo tumeyarekodi. Mauzo yalokamilika manake mtu amelipia na amekuja amechukua mzigo. Yanayoendelea manake mtu ametaja tu oda yake lakini hajalipia wala hajachukua mzigo. Madeni huenda mtu amechukua mzigo amelipia nusu au hajalipia kabisa. Kwa kwenye madeni hapa itatuonesha, hapa tumetumia huyu mteja mmoja ambaye alichukua huu mzigo wa mara ya kwanza. Sasa hivi amelipia 50,000 na deni 32 na deni jingine tena ambalo la deni la shilingi 56,000 ameshalipia 10,000, jumla alikuwa anadai 66,000. Miamala iliyokamilika ndio hii, mauzo yaliyokamilika. Kwa hiyo tukibonyeza kwa mfano hii mauzo moja wapo yaliyokamilika, maana yake itatuonyesha taarifa za haya mauzo. Na hapa chini tunaweza kuona risiti. Tukienda kwenye mauzo yanayoendelea, pia tukibonyeza yatatuonesha mauzo ambayo yanaendelea. Tunaweza kuona ankara yetu au invoice. Lakini pia tukienda kwenye madeni, tukibonyeza chini itatuambia lipia deni.